ulimwenguni hapa tulipo mimi na wewe, hii sio sehemu ya raha. Hii ni sehemu ya mateso mbalimbali, ni sehemu ya shida mbalimbali, ni sehemu ya changamoto mbalimbali. Na ndio maana anasema ametuambia hayo ili tupate kuwa na amani ndani yake. Mungu anachokitafuta ni uwe na amani ndani yake ukiwa hapa duniani. Usiwe na mfadhaiko rohoni mwako, usiwe na hali ya kukosa raha. Anataka uwe na amani. Kwa nini? Kwa sababu ulimwenguni ulipo ni sehemu ya shida. Kwa unapaswa ulifahamu hilo kwenye akili yako, kwamba hapa duniani ni sehemu ya tabu, sio sehemu ya raha. Ukiishi katika mtazamo wa kutafuta kupata raha duniani, umefeli maisha ya kiroho, umefeli kabisa. Kama ni mtihani umepata 0 ya 100. Lakini ukiishi katika mtazamo wa kusema duniani ni sehemu ya mateso, hivyo mimi ni mpitaji tu, umefaulu 100%. Kwa nini nakueleza namna hiyo? Kwa sababu Yesu amezungumza mwenyewe kwenye Injili ya Yohane 16:33. Yohane anasema ulimwenguni mnayo dhiki. Neno ulimwenguni mnayo dhiki, tafsiri yake ni kwamba ulimwenguni kuna shida, kuna mateso, kuna changamoto. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na amani ndani yake. Kwa unapokuwa hapa duniani unapaswa kujiwekea amani. Amani inaletwa na imani. Si kama unaelewa? Amani inaletwa na imani. Kwa hiyo ili uweze kuwa na amani ndani yako, lazima uwe na imani juu ya Yesu Kristo. Uwe na imani ya kumtumainia katika kila jambo, kwamba baya ni lake, zuri ni lake. Utakuwa na amani hata wakati wagumu. Watu wengi wanakosa amani magumu yanapokuja, kwa sababu hawana mazingira ya kumtumaini Mungu kwenye mabaya, bali wanayo kwenye mazuri tu. Ndio maana nimekueleza toka mwanzo, badilisha mtazamo wa moyo wako. Mtumaini Mungu kwenye kila jambo baya na zuri, ili uweke imani kwake hata wakati wa magumu. Kwa sababu imani inaleta amani moyoni. Amani inaondoa manunguniko kwenye kinywa. Manunguniko yanaondoa hali ya kukosa raha na mgongano wa mawazo kwenye akili ya mtu. Moyo wako ukitawaliwa na wasiwasi juu ya hali unazopitia zikitawala hisia za mwili wako, ndipo pale mtu unajikuta kila kitu kwenye system ya mwili kinajikataa. Mwili unaanza kujipeleka vile unavyotaka. Na ogopa sana mwili wako ukianza kujipeleka vile unavyotaka. Na utajikuta mwili unajipeleka kwenye vidonda vya tumbo, unajipeleka kwenye pressure, unajipeleka kwenye kisukari, unajipeleka kwenye mafua, unajipeleka kwenye msongo wa mawazo sonona, unajipeleka kwenye kukosa usingizi, unajipeleka kwenye kujiongelea. Kwa unajikuta unapata vitu vya namna hii, ni kwa sababu mwili wako umetawaliwa na hisia za matatizo unayopitia. Na hiyo ni kwa sababu umekosa imani. Maana kama ungekuwa na imani, ungekuwa na amani. Imani inaleta amani. Amani inaondoa mawazo, inaondoa sonona, inaondoa pressure, inaondoa kila aina ya kukosa raha. Ndio maana nakusemesha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mahali hapa. Tambua siku zote duniani kuna dhiki, kuna shida. Ukilijua hilo, shida zako unazopitia zisikusumbue mpendwa. Usiumize kichwa kwa ajili ya shida unazopitia. Tambua mapema ulimwenguni kunayo dhiki, kuna shida. Na ndio maana Yesu akasema jipeni moyo. Maana ya neno kujipa moyo ina maana umtumainie Mungu. Huwezi kujipa moyo kama hujamtumainia Mungu. Usisubiri mtu mwingine aje akupe moyo, akutie moyo. Anza kujitia moyo mwenyewe. Ukisubiri kutiwa moyo, utakosa wa kukutia moyo. Utaona kila anayekuja anakuvunja moyo. Kwa sababu duniani kuna wavunja moyo wengi kuliko watia moyo. Narudia hii sentensi ikusaidie. Duniani kuna wavunja moyo wengi kuliko watia moyo wengi. Kwa ukisubiri mtu akutie moyo, matokeo yake kila utakayekutana naye atakuvunja moyo na utaendelea kuona ni mabaya zaidi. Ukiwa una shida kwenye mambo ya ndoa,
na ukasubiri aje mtu akutie moyo juu ya shida za kwenye ndoa yako, matokeo yake utakutana na wavunja moyo zaidi juu ya hiyo shida ya ndoa yako. Una shida kwenye uchumi, ukasubiri mtu aje akutie moyo, utakutana na wavunja moyo zaidi wa kwenye uchumi wako. Cha zaidi duniani utakutana na wengi wanaotaka umwache Yesu na si uwe na Yesu. Na ndio maana ni kitu cha muhimu sana kujitia moyo, kwa sababu Yesu alisema jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa kama Yesu aliushinda ulimwengu, na wewe ukijipa moyo, na wewe unaweza ukashinda kwa ajili ya Yesu aliyeshinda ulimwengu, naye atakupa uwezo na wewe ushinde ulimwengu.